Katika biashara kupata taarifa sahihi ni advantage, lakini hiyo taarifa ikija kwa kuchelewa haina maana yoyote. Leo tuzungumzie kuhusu ERP, mfumo unaounganisha kila kitu kwenye biashara yako. Karibu sana kwenye podcast ya leo. Mimi ni Yasin Abbas na leo nataka tuzungumzie swala ambalo huwa linaachwa nyuma sana na wamiliki wengi wa biashara, lakini huwa lina athari kubwa sana kwenye ukuaji wa kampuni. ERP systems. Kirefu cha ERP ni Enterprise Resource Planning. Kwa lugha rahisi, huu ni mfumo unaounganisha sehemu zote muhimu za biashara, kuanzia mauzo, manunuzi, stock, hata HR, zote kwenye mfumo mmoja. Wafanyabiashara wengi tulikuwa tukiendesha biashara kwa kutumia vitabu, Excel, WhatsApp orders au mifumo mingine midogo midogo ambayo haiwasiliani kati yake. Tatizo lipo hapa, biashara inapoanza kuwa kubwa, hii mbinu inakuwa ngumu. Kwanza, sintofahamu zinaanza kuongezeka kwenye biashara. Pili, muda unakuwa unapotea kwenye kila processes, na tatu, kuna errors nyingi sana kwenye data zako. Kuna sababu nyingi sana za kila mfanyabiashara kutumia ERP system kwenye kuendesha biashara yake, lakini leo nitakupa 4 tu. Ya kwanza kabisa ni transparency. Mauzo yanakuwa yanaupdateiwa live, stock inaupdateiwa instantly, na unaweza ukavuta taarifa yoyote kwa haraka zaidi. Faida ya pili ni efficiency. Badala ya wewe kuingiza data mara mbili, mfumo unakufanyia moja kwa moja. Kwa mfano, mteja anapokuja kununua kitu, let's say dukani, unapofanya ile order fulfillment, stock inajiupdate instantly na accountant naye anapata data papo hapo. Faida tatu ni decision making. Unapokuwa na taarifa sahihi kwa wakati sahihi, unaweza kufanya maamuzi haraka na ya kimkakati. Hii ndio tofauti kubwa kati ya kampuni inayokuwa na kampuni inayodumaa au kubaki pale pale. Na sababu ya 4 ni customer experience. ERP inarahisisha ufuatiliaji, yani follow ups, invoices na after sale services, kwa sababu kila kitu kipo integrated. Unaweza ukavuta data yoyote wakati wowote unapokuwa unaihitaji ama mteja anapokuwa anaihitaji. Sasa hii sio tu kwa makampuni makubwa, hata kama una biashara ndogo unaweza ukatumia ERP systems lakini module chache, kwa mfano stock management na sales, na then biashara inapozidi kukua ukawa unaongeza module zingine kama accounting, HR na module mbalimbali ambazo zina fit kwenye biashara yako. Chukulia mfano una duka Sinza na una store yako Kijitonyama. Unaweza ukapokea order ya bidhaa ambayo hauna kwenye store, lakini ukiwa na ERP system itakuonesha kabisa kwamba hii bidhaa hauna kwenye store yako, hivyo ukafanya maamuzi sahihi either ya kununua ile bidhaa au kumtaarifu mteja ili usiharibu mahusiano. Ukiwa na ERP system kwenye scenario kama hii hapa, hautapoteza mauzo, utalinda uaminifu, lakini pia mteja atarudi kufanya na wewe biashara tena, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kufulfill order huyu mteja bila kumkwaza, na hata kama utakuwa hauna hiyo bidhaa utaweza kumwambia kwa wakati bila kumpotezea muda wake. ERP system sio luxury, ni necessity kwa biashara yoyote ile ambayo inataka kukua, iwe ni ndogo au ni kubwa. Kama wewe ni mjasiriamali na unataka kuona biashara yako ikikua, anza kufikiria kuhusu ERP system leo. Katika podcast ijayo nitaelezea jinsi ya kuchagua ERP system kwa ajili ya biashara yako na makosa ya kuepuka wakati unaitumia. Mpaka wakati mwingine tena, kwaherini.